Habari za asubuhi mtu wa nguvu, karibu katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV leo Agosti 19, 2016. Jina langu naitwa Alice Tupa. Na nikianza na gazeti la Nipashe leo katika ukurasa wa mbele limeandika Ndalichako aokoa bilioni 3 chapu chapu. Ni habari hii ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3 na unaweza kuendelea kuisoma zaidi katika ukurasa wa ndani. Habari nyingine nasema sababu za RC wa Arusha kutumbuliwa hizi hapa. Pia ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 2. Polisi yauzika Comedy kukatia viuno sare zake. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 2. Lakini kuna habari nyingine katika ukurasa wa mbele ambazo zinasema usalama taifa kuchuja majina ya walimu wakuu, Lugumi CAG kuwasha moto bungeni. Lakini kuna habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa 4 ambayo inasema Sheponda anena mazito. Na tukiangalia katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Nipashe, habari inasema sababu za kutumbuliwa RC Arusha hizi hapa. Wakati Rais John Magufuli ametengua uteuzi wa mkuu wa mkoa wa Arusha Felix Ntibenda na kumteua Mrisho Gambo kushika wadhifa huo, kuungua kwa majengo ya shule na siasa za mkoa huo zimetajwa kuwa ndio miongoni mwa sababu za kutumbuliwa kwake. Taarifa iliyotolewa jana na ofisi ya waziri mkuu ilieleza kuwa Rais Magufuli amefanya mabadiliko hayo ya uongozi na kumteua Gambo kuwa mkuu wa mkoa huo kuanzia jana. Habari nyingine katika ukurasa huu wa pili inasema polisi yauzika Comedy kukatikia viuno sare zake. Wakati mwigizaji wa kundi la Original Comedy Emmanuel Mgaya Masanja mkandamizaji akiendelea kusakwa, jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam limesema unenguaji uliofanywa na wasanii wa kundi la Original Comedy jukwaani wakiwa wamevalia sare za jeshi hilo ndio sababu ya kuwakamata. Juzi usiku jeshi hilo liliwatia mbaroni waigizaji wanne wa kundi hilo kwa kosa la kuvaa nguo zinazodhaniwa kuwa ni za jeshi la polisi kinyume cha sheria na utaratibu za nchi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Katika ukurasa wa 3 wa gazeti hilo kuna habari inasema Ndalichako aokoa bilioni 3 chapu chapu. Tamko la kwanza ukaguzi wa wanafunzi hewa wanaopata mikopo ya elimu ya juu lilotolewa na waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na ufunzi Profesa Joyce Ndalichako mwezi uliopita liliwezesha kurudishwa kwa shilingi bilioni 2.6 kimya na vyuo mbalimbali nchini imefahamika. Aidha, wakati vyuo hivyo vikirudisha fedha hizo, ukaguzi wa kutafuta wanafunzi hewa ulibaini shilingi bilioni 3.85 zililipwa kwa wanafunzi hewa 2192 kwa kipindi cha mwaka 2015-2016. Profesa Ndalichako aliwaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam juzi. Habari nyingine katika ukurasa wa 4, habari inasema Sheponda anena mazito. Siku chache tangu Mufti Sheikh Mkuu Abubakar bin Zuberi kuunda tume ya uchunguzi mikataba ya biashara iliyoingizwa na Baraza la Waislamu BAKWATA, kiongozi taasisi na jumuiya za Kiislamu nchini Sheikh Sheponda amesema anaunga mkono hatua hiyo, lakini anakosoa utaratibu uliotumika. Mufti Zuberi aliunda tume ya wajumbe 8 Agosti 10 kwa ajili ya kuchunguza na kutoa taarifa kamili juu ya misamaha ya kodi na mikataba mbalimbali iliyoingizwa baina ya BAKWATA na watu au taasisi mbalimbali nchi nzima. Lakini katika mahojiano na Nipashe wiki hii, Sheponda alisema uundwaji wa tume hii haukufuata taratibu sahihi, ingawa anaunga mkono uamuzi wa Mufti. Alipoulizwa mtazamo wake juu ya maoni hayo Sheponda katikati ya wiki, Mufti Zuberi alisema hawezi kusema lolote. Kabla ya tume kuundwa, alisema Sheponda ilipaswa kuitisha mkutano wa jumuiya za Kiislamu zote kisha ufanyike uchaguzi wa wajumbe wake na kupewa hadidu za rejea. Sheponda alisema baada ya kazi kukamilika, tume hiyo ilitakiwa kuleta mrejesho na kupendekeza mambo ambayo yatapelekwa kwa Rais John Magufuli kwa kuwa yeye ndiye aliyetoa tamko la kutaka mali za Waislamu zilizonyang'anywa zirudishwe. Lakini tukimalizana habari nyingine katika ukurasa 5 unasema Lugumi CAG kuwasha moto bungeni. Ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG za mwaka wa fedha 2014-2015 na mkataba tata kati ya jeshi la polisi na kampuni ya Lugumi Enterprises Limited ni miongoni mwa mambo yanayotarajiwa kutikisa mkutano ujao wa bunge utakaoanza Septemba 6 mjini Dodoma. Kwa mujibu wa mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano cha bunge Oweni Mandubwa, miswada 6 sheria ambayo imekushasomwa kwa mara bungeni itatambuliwa na kamati za kudumu za bunge ambazo zitaanza kukutana Jumatatu ijayo Septemba 22 mjini Dodoma. Ni habari hizo ambazo zipo katika gazeti hili la Nipashe. Na tukiangalia gazeti la Mwananchi leo nalo katika ukurasa wa mbele limeandika siri ya kuondolewa kwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Alikuwa akijiandaa kufungua mkutano wa Amref na
alitakiwa kuhudhuria mwingine wa TASAF. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari nyingine inasema wakurugenzi waivuruga kamati ya bunge. Ni habari ambayo pia imeandikwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Salamu ya Maalim Seif ya bamba mitandaoni nchini. Mkurugenzi Gairo aeleza kilichomliza. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa 3. Lakini tukimalizana habari nyingine ambayo imeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi inasema ahadi za Makonda zafikia 16. Na tukiangalia katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili, habari inasema wakurugenzi waivuruga kamati ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAAC imejikuta kwenye wakati mgumu katika kupata taarifa kutoka kwa halmashauri za wilaya baada ya mkurugenzi mwingine kutoka halmashauri ya Nachingwea kuipa wakati mgumu jana kutokana na ugeni. Mmoja wa viongozi wa halmashauri hiyo alidiriki kuiambia kuwa maswali wanaoulizwa hayana mantiki kwa sababu ni ya mwaka uliopita wa fedha ambao wahusika hawapo. Tukio hilo limetokea siku 2 baada ya kamati hiyo kujikuta ikihangaika kupata taarifa kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Gairo ambaye wakati fulani alibubujikwa na machozi wakati akijibu maswali kuhusu ubadhirifu wilayani kwake. Habari nyingine inasema mkurugenzi Gairo aeleza kilichomliza. Ufisadi wa fedha na za umma uliofanywa na wakuu wa idara ndio uliomtoa machozi mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Gairo Agnes Mkandia wakati akihojiwa na kamati ya bunge ya hesabu za serikali za mtaa LAAC. Ni kuwa kitu kilichonifanya nitoke machozi ni yale machungu ya ubadhirifu wa wakuu wa idara na baadhi ya watendaji kufanya wizi kwa kutumia carbon slip, ameandika Mkandia kwenye ujumbe mfupi aliotuma kwa mwandishi wa Mwananchi jana. Habari nyingine katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili ni habari inayosema wamiliki wa mabasi yaendayo mikoani Tabora wameitunishia msuli mamlaka usafiri wa nchi kavu na majini Sumatra kwa kuamua kusimamisha huduma za usafiri nchi nzima kuanzia Jumatatu kuruhusu mabasi yao yafanywe ukaguzi na polisi. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mkuu wa Tabora Enea Mrutu alisema zaidi ya mabasi 4,000 yanahudumia safari za mkoani yatasimamisha huduma kuruhusu ukaguzi uliolenga kupunguza ajali za barabarani. Mrutu alisema wameshaiandikia Sumatra barua ya kuitaarifu juu ya swala hilo na kuliomba jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani kufanya maandalizi ya ukaguzi wa mabasi hayo nchi nzima. Tunataka mabasi yetu yakaguliwe kwa pamoja ili mamlaka husika zithibitishe ubora na kama anaweza kuendelea kutoa huduma za usafiri bila wasiwasi wowote, alisema. Na tukimalizia na habari nyingine katika ukurasa 6 nasema Mrema kuwachongea Makonda siro kwa Magufuli. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda na kamanda wa polisi kanda maalum Simon Siro watachongewa kwa Rais John Magufuli iwapo watashindwa kuondoa polisi jamii ambao wamekuwa kero. Kauli hiyo ilitolewa jana na mwenyekiti wa bodi ya taifa ya msamaha kwa wafungwa Parori Agustini Mrema wakati akizungumza na wakazi wa Tandale ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya kukutana na makundi mbalimbali na kusikiliza kero zao. Hizo ni moja ya habari ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Jambo Leo nalo leo katika ukurasa wa mbele limeandika kuhamia Dodoma asema Makamba mshangaa waziri mkuu kung'ang'ania daa mwenye asema safari imeiva. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Deni la mweka Dr. Mengi matatani ni habari ambayo pia imeandikwa katika ukurasa huo wa 4 wa gazeti hili. Kanisa la hofia ukuta kuangukia watu, na habari nyingine inasema mzimu alipumba waendelea kuitafuna kafu, Marekani yailaumu uamuzi wa Irani. Hizo zote ni habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Jambo Leo. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, katika ukurasa wa mbele leo limeandika huduma mabasi ya mikoani kusitishwa ni Agosti 22 nchi nzima ili kupisha ukaguzi. Mbarawa kukutana na Tabora Agosti 20. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Safari ya Dodoma imeiva sema Majaliwa. Ni habari pia hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti la Majira. Wanafunzi hewa waponza walimu 656 Simiu. Behewa treni ya Pugu station TRL kufikia 20. Lakini pia katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili kuna habari inasema DC happy atumbua jipu hospitali ya Mwananyamala, aagiza kaimu mganga mfawidhi avuliwe madaraka. Lakini tukimalizia na habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili linasema TPM amteua DC Gambo kwa RC Arusha.
Ni habari hizi zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele na unaweza kuzisoma zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Majira. Gazeti la Mtanzania nalo katika ukurasa wa mbele limeandika Lema atajwa kumngoa RC Arusha, aliteuliwa na Rais Magufuli Machi 13 mwaka huu, hadi kufikia jana ametumikia wadhifa huo kwa siku 159. Nilimwambia Felix Ntibenda kwamba anatafutwa na leo imethibitika baada ya Rais Magufuli kutengua uteuzi wake, asema Lema. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mtanzania. Habari nyingine inasema Tabora watangaza mgomo baridi, ATCL UDA bandari kutikisa bunge lijalo. Ni habari hizi zote ambazo zipo katika ukurasa wa mbele, lakini tukimalizia na habari nyingine inasema Sugu meya mbaroni Mbeya, polisi wasema tutamkamata Masanja bila kujali honeymoon yake. Zote hizi ni habari ambazo unaweza kuzisoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Mtanzania. Gazeti la Habari Leo katika ukurasa wa mbele limeandika serikali kuhamia Dodoma kwa awamu, 75% wanaweza kuhamia ofisi 70%. Ni habari kabisa kubwa hiyo ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili. Habari nyingine inasema Majaliwa asema ukaguzi wa wanafunzi hewa ufanyike nchi nzima, Ntibenda nje, Gambo apanda Arusha. Ni habari hizi ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini tukimalizia na gazeti la Uhuru limeandika biashara ya mkaa yapigwa marufuku. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4. DC Happy ashusha rungu hospitali ya Mwananyamala, mganga mkuu mfawidhi out, vigogo wengine wakalia kutikavu. Ni habari hiyo pia ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. RC Arusha tumbuliwa, Majaliwa agiza ukaguzi kwa shule zote nchini, wakuu wote sekondari za Simiyu wavuliwa uongozi. Hizi zote ni habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru. Na katika magazeti ya udaku leo tuna gazeti la Sakata na Ijumaa, ambapo kama mnavyoona gazeti la Sakata katika ukurasa wa mbele lina story tu nyingi na ukurasa wa nyuma, lakini vile vile gazeti la Ijumaa kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele pia lina story nyingi, na katika ukurasa wa nyuma vile vile lina story nyingi ambazo mnaweza kuzisoma. Na katika magazeti ya michezo leo tuna gazeti la Champion na Bingwa, ambapo gazeti la Champion katika ukurasa wa mbele limeandika Tambo yafichua siri za Mavugo. Ni habari ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili. Habari nyingine nasema Yanga wa surprise Hassan Kesi amwaga machozi Simba ya mkomalia, mzee Kilimali ya chimba mkwara mzito balaa. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Champion. Lakini katika ukurasa wa nyuma gazeti hili kuna habari inasema Pogba tulieni nipo fiti kwa kazi, Ronaldo atamba gari la bilioni 4.7. na ni habari hizi zote ambazo zipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Champion. Gazeti la Bingwa vile vile limeandika nyavu zitawakoma, Mavugo ajibi Kichuya wapewa program maalumu, Omoja wapigisha tizi jua kali, Aveva na timu yake watinga mazoezini. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti la Bingwa. Habari nyingine nasema usajili wa Kesi Yanga yaiacha Simba kwenye mataa. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili. Wenga mfungia kazi beki wakati La Liga, Pogba apigia hesabu bingwa Man United. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Bingwa kuna habari inasema tumerudi, Baka imaliza Sevilla camp, Ronaldo auza sura na Bugatti. Zote ni habari hizi ambazo unaweza kuzisoma katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Bingwa. Na magazeti ya michezo natufungia uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV, lakini endelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo, na vile vile kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina hilo Millard Ayo. Lakini Vodacom bado anaendelea na promotion yao kama tampunga, mtu wangu nguvu, una uwezo kila siku kujishindia milioni 1 kutoka Vodacom. Kazi yako ni kuandika tu neno go kwenda namba 15544 na kujibu maswali kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Alice Super.